Wakati wananchi wa Venezuela wakijaribu kurejea katika hali ya kawaida kufuatia kukamatwa kwa Rais Nicolas Maduro na majeshi ya Marekani, mamlaka nchini humo zimedai kukandamiza vikali mtu yoyote atakayeonekana kuunga mkono au kuhalalisha kuondolewa kwa kiongozi huyo madarakani. Hatua hizo zinakuja wakati makamu wa rais Delcy Rodriguez akiendelea na majukumu yake baada ya kuapishwa rasmi kuwa rais wa mpito siku ya Jumatatu, huku makundi ya kutetea haki za kibinadamu yakionya juu ya ongezeko la ukandamizaji, hofu na kukiukwa kwa haki za msingi za kiraia. Serikali imetoa amri maalum inayoipa ofisi ya rais mamlaka mapana, ikiagiza vikosi vya usalama kuwakamata watu wote wanaohusika au wanaoshukiwa kuunga mkono na kueneza taarifa zinazohusiana na shambulio la Marekani lililotokea nchini Venezuela mapema mwishoni mwa wiki iliyopita. Kwa mujibu wa kamati ya ukombozi wa wafungwa wa kisiasa nchini Venezuela, vituo vya ukaguzi checkpoints vimewekwa katika miji mbalimbali ambapo raia wanakaguliwa na baadhi yao kuzuiliwa kwa kukutwa na nyaraka au maudhui ya kidijitali yanayodaiwa kuhusiana na operesheni ya kijeshi ya Marekani iliyofanyika nchini Venezuela. Hali ya ukimya na hofu imetanda katika mji mkuu Caracas tangu shambulio la Januari 3, huku wananchi wakiishi kwa tahadhari kutokana na hofu ya hatua kali za serikali. Ingawa idadi ya wanajeshi barabarani imepungua, bado kuna uwepo mkubwa wa polisi na hakuna dalili kubwa za maandamano ya kupinga serikali au hata ujumbe mkali mitandaoni, hali inayochangiwa na hofu ya kulipiziwa kisasi. Wachambuzi wanasema hofu hiyo inaongezwa na ukweli kwamba viongozi waliokuwa mstari wa mbele katika ukandamizaji wa awali, akiwemo waziri wa mambo ya ndani Diosdado Cabello na waziri wa ulinzi Vladimir Padrino Lopez, bado wapo madarakani. Wakati huo huo, maelfu ya wafuasi wa serikali ya Venezuela wamefanya maandamano katikati mwa mji wa Caracas siku ya Jumanne wakitaka kuachiliwa kwa Rais Nicolas Maduro na mkewe Cilia Flores wanaozuiliwa na mamlaka za Marekani. Waandamanaji hao walibeba mabango, picha za Maduro na bendera za taifa, huku wakiimba nyimbo za kumuunga mkono kiongozi huyo aliyeondolewa madarakani. Maoni yako ni yapi? Nione kwenye comment. Maoni yako itakuwa vyema na swadakta sana wanaoshabikia Maduro kukamatwa wakiona cha moto nchini Venezuela. Hii ni VOT Media. Wakati wote sisi tumechangamka. Hamasa ni kuendelea kusubscribe katika YouTube channel ya kwetu. Subscribe, like, comment, share kwa ndugu jamaa na marafiki, ili siku zote wasiweze kupitwa na taarifa zote muhimu ambazo zinakuwa zinatoka kwetu.